kamati ya usalama ya wilaya. Kwanza kuwasalimia na mambo matatu. Jambo la kwanza, na sitaki niwachukulie muda mrefu, ndio maana sijajikita kwenye maneno mengi mengine, kwa sababu unapofahamu nyinyi ni watu kazi, au sio? Muda huu ulioko hapa inawezekana kuna mtu anasubiri ukamchukue kwenye umpeleke mahali fulani. Kwa hiyo nitachukua muda mfupi sana ili tuendelee na kutafuta riziki. Nilikuwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni la kuwashukuru. Nawashukuru sana kwa jinsi ambavyo kama mnafahamu nilikuwa na ziara hapa, viongozi wetu wanapita hapa, na niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo muda wote mmekuwa na ushirikiano mkubwa kwetu sisi serikali, mnaisupport serikali yenu na mmekuwa mkijitokeza kwa wingi kwa shughuli zetu mbalimbali tunazokuwa nazo kwenye wilaya yetu hapa. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana na mmeendeleza utulivu mkubwa katika wilaya. Kwa hiyo moja ilikuwa ni hilo la kuwashukuru kwa jinsi ambavyo mmeendelea kuwa na ushirikiano mkubwa na serikali yenu. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo nilikuwa nataka niseme ni kuhusu hali yetu ya kiusalama kwa ujumla katika wilaya, au sio? Ndio. Nafahamu kuna baadhi ya matukio machache ambayo huwa yanatokea, hasa vijana wetu wanaojishughulisha na kazi halali kabisa ya kutafuta riziki kutumia bodaboda, hasa bodaboda, lakini na bajaji wakati mwingine. Bajaji sio sana, bodaboda kunatokea matukio machache ambayo kwa bahati mbaya kuna watu ambao roho zao sijui waliumbwaje. Nafikiri mnafahamu matukio machache ambayo tumesikia akiwa yanatokea katika wilaya yetu. Sio mengi lakini hayapendezi. Na kwa kweli jeshi letu la polisi limekuwa likichukua hatua za haraka. Mnakumbuka hata lile tukio lililotokea Nyoni pale, sio? Ndio. Na wale usiku nao walikamatwa. Kwa hiyo lakini naomba niwahakikishie kwamba hali yetu ya kiusalama katika wilaya yetu ya Mbinga ni wa kutosha na wa kuridhisha kabisa. Sawa. Hali yetu ya kiusalama katika wilaya ya Mbinga ni ya kutosha na ya kuridhisha kabisa. Vyombo vyetu vya usalama vinaendelea kila siku, si jana au juzi. Siku zote kama serikali ya wilaya tunachukua hatua, kama kamati ya usalama tunachukua hatua kuhakikisha kwamba kunaendelea kuwepo na utulivu, kunaendelea kuwepo na usalama kwenye maeneo yote. Hili sasa nyinyi pamoja na wananchi wetu wengine, nimeamua kuzungumza na nyinyi, ndio maana nilikuwa nauliza umri miaka, kwa sababu watu ambao bado wana mustakabali wa muda mrefu, sio? Ndio nyinyi vijana, kwa chochote kinachoendelea katika nchi hii, nyinyi ndio bado mna mustakabali wa muda mrefu wa kufanya shughuli za uzalishaji. Usalama ni wa kila mtu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuna usalama wa kutosha na hatuna matishio yote ya kiusalama katika wilaya yetu. Hali ni shwari. Na niwaombe sasa, kwa sababu hiyo niwaombe mambo mawili. Kwanza, ule ushirikiano ambao siku zote nimekuwa nao na serikali yenu ya wilaya na serikali kwa ujumla, basi niwaombe kwamba mnapopata taarifa zozote, maana kwa aina ya kazi mnayofanya mnakutana na watu mbalimbali, sio? Ndio. Na lazima muwe na interest na usalama wa nchi yenu. Kwa hiyo niwaombe kwamba wakati wote mkipata au mkiona au mkihisi au mkiona dalili zozote au mtu yoyote ambaye mnamuona ana mwelekeo wa kutaka kuhatarisha usalama wa wilaya yetu na kwa maana hiyo ya nchi yetu, basi naomba mtoe ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama, au sio? Sawa. Mtoe ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini juu yake, kama mnavyofahamu, tarehe 29 tunafanya nini? Tunafanya uchaguzi. Haujasema vizuri. Tarehe 29 tunafanya nini? Uchaguzi. Tunatiki. Tarehe 29 tuna zoezi la uchaguzi, na swala la uchaguzi ni swala la haki za kiraia. Kimatengo tunasema ni civic duty. Sio? Yes. Hicho ni kimatengo kilichoboreshwa. Sawa. Kule Ghana kuna lugha inaitwa Creole. Sio? Ndio. Sasa na sisi tuna kimatengo kilichoboreshwa. Kwa hiyo ni civic duty, ni haki ya kiraia ya kila mtu. Kwa hiyo niwaombe sana kwamba muwe na amani, na niwaombe mjitokeze kwa wingi
ukatumia haki yako ya kikatiba kupiga kura siku ya tarehe 29, kwa sababu swala la uchaguzi ni swala la kikatiba, sio? Iko kwenye katiba na ni haki yako ya kiraia. Ukishindwa kwenda kupiga kura, utaachia watu wengine wa kuchagulia viongozi, sio? Sahihi. Kwa hiyo ni haki yako ya kikatiba. Basi naombeni mjitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29, twende tukapige kura, kwa sababu ni haki yako ya kikatiba. Na asitokee mtu akakupotosha kwamba sijui kuna nini wala nini. Hali ya usalama katika wilaya yetu kama nilivyosema ni shwari kabisa, ni shwari, kuna amani ya kutosha. Jitokezeni kadri inavyowezekana asubuhi kwenda kwenye kituo cha kupiga kura ulikojiandikisha ukapige kura. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bodaboda hoye! Bajaji hoye! Mbinga hoye! Mimi nimemaliza. Kama kuna mtu